Bwana, klabu ya Young Africans imetoa msimamo wake kwamba haitacheza mchezo wa dabi. Maana yake ni kwamba haijafikiana na maamuzi ya bodi ya ligi. Wao msimamo wao bado ni ule ule wa kushiriki mchezo namba 182, mchezo wa dabi kati ya Simba na Yanga ambao ulitakiwa kuchezwa mwezi wa 3. Na baada ya hapo tokea kucheza hapo na pale, kitu kilipelekea mchezo huo ukaahirishwa na kusogezwa mbele zaidi, lakini pia ukapangwa kuchezwa tarehe 15 ya mwezi huu, kwa maana ya Jumapili ya wiki hii. Lakini bado leo Yanga wameendelea kusimama kwenye msimamo wao ule ule wa kutokucheza mchezo huo, na baada ya kuitwa na bodi ya ligi kwenye kikao cha dharura, bado hawajaweza kukubaliana na bodi ya ligi kuhusiana na hatima ya mchezo huo, na wao bado wameendelea kushikilia msimamo huo ule ule kwamba hawachezi mchezo huo wa dabi ambao utachezwa tarehe 15. Ambacho wanashinikiza Young Africans, wanataka kupata alama 3 za mchezo uliopita kwa sababu ile hicho kimakosa. Lakini pia kama unakumbuka kwenye maandiko ambayo aliyatoa ni kwamba wao walionewa, kwa maana ya kwamba wanaonewa kwenye maamuzi na kwenye maeneo mengi by the way. Kwa hiyo wanahitaji pia kuhakikisha kwamba fair inafanyika kwenye mpira wetu. Lakini pia moja ya vitu ambavyo walivitaja ni kwamba mamlaka husika haziwajibiki ipasavyo, na kama unakumbuka waliweza kuainisha pia baadhi ya watu ambao walisema lazima waondoke pale bodi ya ligi, lakini bado mambo yanaonekana kuwa na magumu. Kwa barua ambayo umetoa wenyewe Young Africans kwenye akaunti yao ya Instagram, wameendelea kusimamia msimamo ule kwamba hawachezi mchezo wa dabi ambao ni dhidi ya Simba. Kwa maana hiyo wanataka wao ambavyo wamevipendekeza viweze kufanyiwa kazi, ama malalamiko yao yaweze kufanyiwa kazi. Na kwenye barua yao wamewaambia kabisa kwa Yanga kwamba wamewaambia bodi ya ligi kwamba tunawatakia kila laheri. Sasa wamewatakia kila laheri, sijui bodi ya ligi watacheza huo mchezo na nani, lakini wamewatakia kila laheri. Sasa hapa ndo tunataka kuona ukomavu wa bodi ya ligi kwamba nini ambacho kitaenda kufanyika, kwa sababu mchezo uweze kuchezwa ni lazima bodi iufahamu wa mchezo na taratibu zote za mchezo zifuatwe, kwa maana ya waamuzi wa mchezo wafike uwanjani, lakini pia timu pinzani ifike uwanjani na timu mwenyeji afike uwanjani. Lakini kwa mazingira jinsi yalivyo mpaka hivi sasa ni kwamba Yanga wamesimamia msimamo ule ule kwamba hawatocheza mchezo wa dabi ambao utachezwa siku ya tarehe 15. Maana yake ni kwamba wao hawautambui huo mchezo. Lakini kwa taarifa pia ambazo niko nazo ni kwamba tarehe 15 Yanga watatoka Dar es Salaam kwenda mkoani Mbeya kwa ajili ya mchezo dhidi ya Tanzania Prison ambao unatakiwa kuchezwa tarehe 18 ya mwezi huu wa 5. Tafsiri yake ni kwamba siku ambayo mchezo unachezwa ndio siku ambayo Yanga wanasafiri kwenda mkoani. Sasa ambacho Yanga mpaka sasa hivi wanawaka nacho ni kwamba wao hawatashiriki kwenye mchezo unless otherwise bodi ya ligi waamue kufuata kile ambacho Yanga anakihitaji. Sasa ukumbuke kwenye vitu ambavyo Yanga anavihitaji ni pamoja na baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi kujiuzuru. Je, viongozi hao watajiuzuru ili mchezo uweze kuchezwa? Ni swali lingine la kusubiri na kuona, kwa sababu pia hata kama hao viongozi watajiuzuru, maana yake hii itakuwa ni pressure kwa vilabu vingine kwamba kama klabu moja inaweza kubadili maamuzi ya bodi ya ligi, ina maana hata timu zingine zinaweza kulalamika kwamba bodi ya ligi haitendi haki, kwa maana ya kwamba inasikiliza baadhi ya vilabu lakini vilabu vingine havisikilizwi. Kwa mfano leo ukiangalia sakata jinsi lilivyo ni kwamba kwa mfano ikitokea viongozi wakajiuzuru ili dabi ichezwe, maana yake hata Simba wanaweza kugoma kwenda kucheza huo mchezo wa dabi. Na Simba wakigoma kwenda kucheza huo mchezo wa dabi, maana wakishinikiza kwamba viongozi labda wanatumika na Yanga, watakuwa na hoja ya msingi, kwa sababu tayari mchezo ulishapangwa. Na kama mchezo umeshapangwa, kwa nini kanuni zisifuate zisitumike? Maana yake ukitumia kanuni means yule ambaye hatafika uwanjani ataadhibiwa. Lakini kama viongozi wataamua kuwajibika kwa kujiuzuru ili Yanga acheze, maana yake bodi ya ligi itakuwa imeisikiliza Yanga na haijasikiliza matakwa ya vilabu vingine. Ukumbuke bodi ya ligi inasimamia vilabu ambavyo viko ligi kuu, championship na first league division. Maana yake ili pia bodi ya ligi ionekane kama vilabu vionyeshe kwamba havina imani na bodi ya ligi, inabidi hivi vilabu vyote viweze kupiga kura, na kura nyingi ziwe zile za kwamba hawana imani na bodi ya ligi. Ikitokea kura nyingi ni zile za hawana imani na bodi ya ligi, maana yake bodi ya ligi itajiuzuru. Lakini sio klabu moja kusababisha bodi ya ligi ijiuzuru ikiwa vilabu vingine vyote vinakubaliana na maamuzi ambayo yanafanywa na bodi ya ligi hiyo. Ina maana hiyo pia kama viongozi wa bodi ya ligi watajiuzuru ili kuwapa Yanga ili kuwaruhusu Yanga waje kucheza mchezo wa dabi, maana yake ni kwamba hiyo italeta hiyo itapelekea hata vilabu vingine kuanza kulalamika na kuhitaji nao kusikilizwa kama ambavyo Yanga amesikilizwa, kitu ambacho
kinaweza kwenda kuleta mpasuko mkubwa sana kwenye mpira wetu. Kwa hiyo ambacho nakiona mimi mpaka hivi sasa ni kwamba bado mambo ni magumu, lakini kwa mtazamo wangu bodi ya ligi wanapaswa kusimama kwenye kanuni, kwa maana ya kwamba kuhakikisha kwamba Young Africans wanafuata kanuni, lakini pia kuhakikisha kwamba Simba Sports Club wanafuata kanuni. Busara ama matumizi ya busara kwenye mpira wetu ndio yametufikisha hapa kwenye huu ujinga ambao tunauona. Tunauona huu ujinga kwa sababu tayari busara ilishatumika sana kiasi kwamba watu ilifika wakati wakaona kama busara ni haki yao kutumika. Na ndio maana haya mambo yote yanatokea mpaka hapa hivi tunavyoona. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi, nafikiri kuna kila sababu ya bodi ya ligi kujikita zaidi kwenye kanuni, kwa sababu walishapanga mchezo wa dabi. Maana yake wanapaswa kutoa adhabu kwa yule ambaye hatatekeleza kile ambacho wao walikiadhimia kama bodi. Na sio kutaka tena kutumia busara, kwa sababu walishapanga mchezo, na hapa ndipo ambapo sasa hivi wamekuja tena kutaka kutumia busara, kitu ambacho sio sawa. Kwa sababu walishapanga mchezo, maana yake walipaswa kustiki kwenye tarehe mpya ya mchezo, na ndio kitu ambacho kinaweza kwenda kuwasaidia Young Africans na si vinginevyo. Kwa hiyo mimi bado naamini kwamba Young Africans wana haki kwa upande wao na bodi ya ligi wana haki kwa upande wao, lakini kwa sasa tustiki kwenye kanuni. Tukistiki kwenye kanuni itatusaidia zaidi kupiga hatua kuliko hivi ambavyo tunataka kufanya.